Alobo Vibe TV, ikiwa ndo mara yako ya kwanza unatembelea YouTube channel yetu, subscribe, like, comment, share, utakuwa umetufurahisha vya kutosha, lakini pia itakuwa ni fursa kubwa kupata update zetu za kila siku. Siku ya leo itakuwa sijatendea haki kabisa content ya ndugu yetu ambaye ni P-Boy Striker ya kuelekea Canada, ikiwa sijazungumza na babake mzazi. Mzee ambaye unamuona upande wangu wa kulia hapa ndo babake na P-Boy Striker. Kuna mambo mengi ambayo atakwenda kufunguka kutokana na safari ya ndugu yetu, lakini pia kutokana na lifestyle ya ndugu yetu ambaye ni P-Boy, moja kati ya malegendari wa muziki kwa hapa kwetu. Baba, habari za midai? Salama mwanangu. Kwema? Kwema kabisa. Kutokana na safari ya ndugu yetu P-Boy unaiongeleaje kama mzazi? Safari ya P-Boy kuondoka kwenda Canada si jambo la kushangaza, ni kawaida ya kambi. Na mtu anapopata safari hiyo ni lazima tunasherehekea, kwa sababu ni kawaida, ishatokea kambini watu kujijengea kuenda kwa nchi ya tatu. Sina shaka na hiyo, namshukuru Mungu kwa sababu imetokea. P-Boy alikuwa ni mtoto wako wangapi? Ni mtoto wako wangapi, maana hajatuacha kivile, maana tuko pamoja. P-Boy ni mtoto wangu wa pili. Jina kamili? Jina kamili anaitwa Emmanuel Asende Andol. Ndio jina lake maarufu hilo. Tungetamani kidogo short story, kwa ndo najua ndo mara ya kwanza iza mara ya pili tunakutanana kama hivi kwenye exclusive na TV yetu ya Alobo. Ungetupa kidogo historia ya P-Boy fupi kutokana na maisha yake yani? Kweli naweza kusema tu historia fupi mpaka muone kama alivyo kuitwa msanii. Naona tu ni kipaji cha nyumbani, kwa sababu mimi baba yake, mama yake ni kazi ambayo tumeshamiri ya uimbaji. Tangu utoto wetu tumeimba sana mambo ya kwaya, na sasa amegeuza yeye akaingia kwenye muziki wa kawaida, lakini sisi tulikuwa kwenye muziki wa gospel kumwimbia Mungu na mpaka sasa mimi nashamini kwa mambo yangu ya Ukristo, yameingia kwa mambo yake, na ni kawaida kwa sababu kuna lugha ya Kimombo inasema tule shemea amene arome. Siwezi kumkatalia kwa hizo njia zake, ni lazima Mungu ili anayemjalia kwamba hapa ndio anapatia, basi endelee. Kwa hiyo mimi nikubariki tu. Ndugu yetu ambaye sisi wanasanaa tunamfahamu kwa jina la Fighter, pia jina lake kamili nani? Fighter jina lake anaitwa Louis. Ubini ni huo. Louis pia ni moja kati ya watoto wako na alikuacha, lakini pia mpaka sasa hivi au tunaweza tukasema kwamba mlitengana. P-Boy pia naye ameenda huko. Ni kauli gani ambayo mara nyingi unakuwa unataka kuiongelea kutokana na safari kama na hizi ambazo tunaweza tukasema pia na mama yetu pia naye yuko Marekani, umebaki peke yako eti? Kama kawaida kabisa. Sijui, kuna pongezi ya mzazi siku zote ni baraka. Najua unapokuwa mzazi, kitu cha kwanza unachokilinda ni tamko, kwa sababu katika tamko ndio kuna uwezo wa Mungu. Na unapokuwa na watoto lazima ulinde tamko kama mzazi. Tamko za mzazi ni za kubariki, za kutia moyo, za kumpa nguvu ili apate kuishi, afikie siku naye aitwe mzazi. Basi ndio kauli la mzazi. Asante sana mzee wangu, umebaki na mwelekazi wako pale nyumbani, na tunaweza tukasema kuwa familia sasa hivi yote imejielekeza huko nchi ya tatu. Umejipanga vipi sasa kama mzazi pia upande huu? Hapo niseme tu, unajua tu katika ulimwengu unageuka. Unaweza ukategemea hivi ikageuka hivi. Nabaki naye pale, maamuzi ni mwelekazi wangu, lakini najua sitamani aniache sana au tu mbali sana, ili niwe namtia moyo na yeye anitie moyo, wakati bado tunakuwa kwenye upweke, sio wawili. Kila mtu yeye mke ameondoka na watoto na peke yake, na yeye anabaki na watoto, na mimi mke wangu ameondoka na watoto, mimi nabaki peke yangu. So tumefanya kama tumechallenge na nyinyi moja hivi, lakini cha msingi ni lazima tupane mawazo ili tuishi salama. Hakutakuwa kibaya, tunamweka Mungu mbele ili atusaidie. Asante kwa hilo mwanangu. Baba, kulifikia kipindi fulani cha tunzo za hapa kwetu, ndugu yetu P-Boy pia alihusika. Tulikuona pale center. Nesi alikuwa ni wewe ule? Alikuwa ni mimi nikivuta kumbukumbu. Ulienda kumsupport mwanao na watu wakaona ni jambo kubwa sana. Sisi kama wasanii tulipatwa na kitu fulani, tukaona kama ni hamasa fulani kwetu, wazazi wanatusupport. Mara nyingi labda kitu kama na hichi, kuna baadhi ya vitu ambavyo watu wanakuwa wanajiuliza, je, mzee anamsupport P-Boy kwa asilimia zote ama vipi? Sio kwa upendo ule ulionyesha siku. Kwa kweli waga sinaga nongo na watoto wangu.
kwa sababu hata kwenye utungaji wa nyimbo, kwa sababu mimi ni mtungaji wa nyimbo za kwaya, nilikuwa ninasaisha basi fulani hapa ungefanya hivi alafu ili wimbo uonekane na muonekano kwa watu. Na mara nyingi ndio maana unakuta nyimbo zimwa zinaimbiwa zinakosa power na zingine zina maadili, kwa sababu unapowimba wimbo watu wanakufuata kuanza mwanzo na waenda kufuatilia mwisho wa wimbo. Hapo ndio kunakuwa ukamilifu wa wimbo kwenye mwisho wa wimbo. Sasa asipotengenezwa kwenye eneo hilo, utakuta wimbo wa mtu usimame vizuri. Kwa hiyo mimi na support, kwa sababu nilisema kila njia anayetafutia mwanadamu ndio Mungu aliyompa heshima yake pale. Kwa hiyo mtu anapoona kwamba wao ni wasanii anawadharau, hapana, hiyo sio kweli. Kwa sababu hilo ni kipaji Mungu alimpa, na kila kitu hapa chini ya jua ni Mungu ndio ametoa. Sasa ukakataa upande mmoja unamharibu maisha yake. Kwa hiyo ninawajali katika utungaji wao, ninawajali katika kazi zote wanaozifanya. Yes, katika wimbo fulani hivi wa P-Boy ambao watu waliupenda sana unaitwa Dunia. Sijui dunia ni mbaya, kitu kama hicho. Ulihusika pia? Ile wimbo nilihusika. Ule wimbo mwanzoni wa ule wimbo haukuwa unaeleza kitu fulani kilichompata. Nikamwambia rudilia watu hapo, usafishe hiyo mambo ya kwanza utoe, hapo uweke historia ya jinsi ilivyokuanza. Ndio watu watakufuata vizuri kupitia wimbo huo. Nilihusika kwa ule wimbo. Kuna watu wengi ambao walikuwa nafikiri labda P-Boy ule wimbo alikopi kutoka kwa mtu mwingine. Kama baba pia kama mtu fulani ambaye ulihusika kwenye kusahisha vitu, ukidai kuwa ni vitu fulani ambavyo vilimpata. Historia fupi kuhusiana na ule wimbo, labda vitu gani ilikuwaje kidogo watu waelewe. Kuna watu ambao walishindwaga kuelewa ule wimbo, labda anaweza kani mtu fulani ambaye alikopi kutoka kwa watu wengine. Kwa kweli ule wimbo hata mimi mpaka kwenye nyimbo zake zote ule wimbo mpaka leo waga siutoe kwenye simu yangu au kwenye flash zangu, waga na uweka, kwa sababu kuna jambo fulani lililomtokea ambapo mpaka leo mimi naliangaliaga sijuagi natoka wapi na mwisho wake ilikuwa lini. Alipatwa na umauti ghafla pasipo kujulikana, lakini kwa imani ya Mungu hakwenda hospitali wala kupigwa sindano na mtu. Wao tulifika mpaka hospitalini, lakini kakataa hospitalini, msimtibu mtoto wangu hapa, kwa sababu ninavyoona nitamuita Mungu wangu naye muabudu na kumwamini atamponya. Na kwa kweli ikawa hivyo. Hakutunziwa na dawa yoyote ile ya asili au ya umungu ya hospitali ya wazungu, haikwenda mwilini mwake, lakini Mungu kasaidia mpaka hivyo ninavyomuona leo. Safari inemtokea kwenda Canada ni uwezo wa Mungu, na ndio maana wakati wote hata wanaenda nyimbo zao hizo mnazoziimba sikosi kumshirikisha kumjua Mungu, kumpeleka mawazo yale Mungu alipomponya kipindi kile. Kwa hiyo anaweza kumsaidia muda wowote ule. Kwa hiyo niseme hilo, Mungu sitamuacha mpaka pale nitakapomuona nimelalia mkono wangu. Asante sana baba, lakini pia kutokana na kazi za ndugu yetu, kuna baadhi ya wazee wengi sana wanakuwa wanapiganisha vita kuliko kukosoa kama jinsi unavyomkosoa ndugu yetu P-Boy, kuliko kumwelekeza kutokana na nyimbo zake afanye nyimbo fulani ambazo zina maadili. Wanakuwa wanatukataza moja kwa moja, hapana usifanye hivyo na nini. Ushauri gani ambao ungetamani kuongea kutokana na wazazi kama na hawa? Msamaha, asante sana, na niseme msamahani kwa wazazi ambao wana tabia hizo, kwa sababu Mungu alivyoumba kila mtu na sura yake, na hivyo ndio alivyopanga na riziki kwa kila mtu. Mimi riziki yangu labda ni kwa kuvua samaki, mwingine riziki yake ni kukata nyasi porini, mwingine riziki yake ni mfanya biashara, na yule mwingine nyota yake ni ya uimbaji. Sasa si kila mtu atakutumia kipawa cha mwingine. Mungu aligawa kila mtu na haki yake. Sasa wale wazazi wanaomkataza mtoto, wao mpe mtoto maadili kwamba ile kazi anayoifanya isimzuzue ili apotoke maadili ya familia. Basi alinde hekima ya familia au achukue utu wa kiutu ili aonekane ni mtu katika watu. Hicho kinatosha kulikoni kumwekea mikataba kwa kazi. Hiyo sio sahihi. Kwa hiyo wazazi wenye tabia kama hizo wanarudisha watoto nyuma na wanafunga vipawa vya watu au wanafunga ndoto za watoto. Wajaliwe kuwa ridhaa kufungulia watoto ndoto zao, itakuwa sahihi. Ndugu yetu P-Boy anaelekea nchi fulani ambayo ni tofauti sana na ndugu yetu ambaye ni fighter. Nchi tofauti, naweza nikasema hivyo. Ni kitu gani ambacho hulimisi labda kutokana na utofauti wao, kutokana na sehemu anakoelekea P-Boy na sehemu alipo ndugu yetu fighter, ambao labda ungetamani ila uwezo wako hauruhusu? Kwa kweli sijui uwezo wa kufanya ni waunganisha wawe pamoja,
haiwezekani kwa sababu ni nchi za wageni ambao hatuzielewi taratibu za kule, lakini wao watakuwa na uwiano mzuri kwa sababu vyombo vya usafiri kule kwao ni salama. Wakati wote wataonana tu, lakini najua anaenda karibu ya dada yake ambaye amemfuata, wataishi salama na watakuwa wakichukuliana mawazo pamoja. Hilo ndio linanifariji. Angekuwa ameenda peke yake kule, labda ningeumia zaidi, lakini kwa sababu anakuwa wawili, watapana mawazo na Mungu atawasaidia kuishi na faida, wataonana tu. Bwana Wafombole wataonana tu, hata mama yao wataonana kwa sababu wako kwenye mipaka, watakuwa rahisi kuonana mapema. Baadhi ya wale kutokana na watoto wako wote, ni watoto wapi ambao labda wakupata fursa kwenda Marekani ambao labda unatamani alivyoenda mama fulani wangu na angekuepo kwenye msafara fulani na fulani? Yaani kwa watoto wangu wa tumbo langu hakuna hata mmoja, wote walishaondoka. Labda watoto wa ndugu zangu ndio bado tunabaki nao hapa, lakini najua Mungu ni mwaminifu naye atawapeleka. Tabia gani ya P-Boy ambayo mara nyingi ulikuwa unaiona ni nzuri kwako na ambayo utaendelea kuhimisi sana? Kwa kweli P-Boy ni mtu ambaye huaga ana nongo sana. Tena roho yake ni wazi, lakini mtu mkimya sana. Hapendaji sana vya kuongea. Na tena ni msiri wa ndani sana mambo haya. Sasa hizo tabia zake nilizipenda. Huaga hana tatizo na mtu mwingine, au nishawahi kusikia kwamba ana ugomvi na wasanii wengine. Sijawahi, na kama ipo labda hawajanifungulia wasanii wengine wananiambia mtoto wako anatufanya hivi. Sikuwahi kusikia hilo. Kwa hiyo hizo tabia nilizitamani kwa sababu ndio tabia Mungu anataka, mtu aishi na watu wengine kwa amani na salama. Na kama Mungu alimjalia roho ya kupenda watu, basi hekima ipo ndani yake. Ni fariji hilo. Familia nyingi wakifika hapa kuna watu wengi unakuta wanalia, wanafanya nini? Sijui kwa upande wako mzee wangu inakuwaje? Hiyo ni kawaida. Yaani unaona ubinadamu kuachana na mtu ambaye ulikuwa mnazoeana naye, sasa ukamwacha, huwa anaumia moyoni. Lakini jambo la kawaida. Tumekuja hivi tulivyokuja. Kwanza ishara yenyewe ni Mungu akakuzalia peke yako, au kuja na mtu mwingine. Na kufa itakuwa ni hivyo hivyo, na asili ya kuishi ni hivyo hivyo. Kwa hiyo cha msingi ni bora Mungu akupe uzima kwanza, muendelee kuishi. Basi hilo tunamshukuru. Ndio jambo la kumshukuru Mungu, uzima tu basi. Asante sana kwa muda wako. Asante baba, na mimi nashukuru kwa kuhojiana mchana wa leo. Mungu awajalie. Asante. Mtazamaji wa Global Vibe TV, nilikuwa naongea na baba yetu ambaye ni baba yake ya kaka yetu P-Boy Striker. Mmoja kati ya wasanii ambao ni legendary sana kwa hapa kwetu. Behind the camera nilikuwa na ndugu yangu ambaye ni Chaupole, na hadi kufikia time hii hapa tumefika hitimisho kabisa. Ndo baba yetu ambaye ni mzazi wa fighter pia. Wasanii wengi sana wa hapa kwetu. Asante sana kwa muda wako.